Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni kwenye kipindi chetu cha Tarbia Youngsters. Mimi ni Mariam Shafi na leo niko na wanafunzi kutoka Madrasa Zainul Abidin Park Road. Tunapenda kuanza na Quran na leo tutaongelelea Suratul Quraysh, tafsiri na maana yake. Assalamu alaikum Tarbia Youngsters. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Je, mko tayari? Mimi ni nani? Mwanjua mimi ni nani? Hamunijui? Mnanijua? Mimi ni nani? Mimi ni Miss Mariam na leo tutasoma Quran Suratul Quraysh. Mnajua Suratul Quraysh? Mnajua kuisoma? Nani atanisomea? Tuanze na boys. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa nguvu basi. Sawa. Ila fi Quraysh ila fi laqrat ash-shita'i was-sa'id falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Kwani mnamuonea wivu? Mbona msemi salawat kwa nguvu basi? Haya, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sasa tunataka kusikia kutoka kwa girls. Msiniaibisha, someni vizuri kumliko. Nani atatusomea? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh ilafihim rihlata ash-shita'i was-sa'ib falyabudu rabba hadzal bayt alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sasa tuanze tafsiri aya moja baada ya nyingine, sawa? Aya ya kwanza inasema nini? Ila fi Quraysh. Mwenyezi Mungu anasema kwa ajili ya kuwapa utulivu watu wa Quraysh. Quraysh ni kabila gani? Mtume alikuwa kabila la Quraysh. Kwa hivyo ni kabila ya watu wenye walikuwa wanaishi wapi? Mtume alikuwa anakaa wapi? Alikuwa anaishi wapi? Mtume amezaliwa wapi? Muhammad? Mtume Muhammad amezaliwa wapi? Watu wanaenda kuhiji wapi basi? Maka. Sasa kabila la Quraysh linaishi wapi? Maka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kwa ajili ya kuwapa utulivu kabila la Quraysh. Aya ya pili nasemaje? Ila fihim rihlata shita'i was-sayf. Utulivu gani? Utulivu, hao watu wa Quraysh walikuwa ni wafanya biashara. Walikuwa wanaenda mahali tofauti tofauti kufanya biashara. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alikuwa anasema anawapa utulivu katika safari zao za biashara, kukiwa na baridi na kukiwa na joto. Si kuna time huwa kuna baridi na muda mwingine kuna joto. Sasa Mwenyezi Mungu anawapa hawa watu wa Quraysh utulivu wakati wa baridi na joto wakifanya biashara zao. Aya ya tatu. Falyabudu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kwa sababu mimi nawapa utulivu basi muniabudu. Kwa hivyo hiyo aya inasema falyabudu rabba hadhal bait, basi muabudu Mungu wa hii nyumba. Maka kuna nini Maka? Sasa Mwenyezi Mungu anasema akimaanisha hii nyumba anamaanisha Al-Kaaba. Kwa hivyo muabudu Mungu wa hii nyumba. Mungu wa hii nyumba ni Mwenyezi Mungu. Sasa tunajua Mungu ni mkubwa. Yeye ndo Mungu wa kila kitu. Aya ya mwisho falyabudu rabba hadhal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Sasa Mwenyezi Mungu amesema muabudu Mungu wa hii nyumba mwenye anawalisha wakati mkiwa na njaa na pia anawapa amani mkiwa na wasiwasi. Si ndio? Sasa sura yetu ya leo imeisha hapo na somo letu la leo limeisha hapo. Kwa hivyo sasa hivi na wakati wa maswali. Mmejifundisha nini kutokana na hii sura? Kuna watu hawapati sweets leo na biscuits. Tunarudi nazo. Nataka kujaribu? Yes. Umejifunza nini?
Umejifunza kumheshimu Mungu wako. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad ali. Nini ingine? Ni aya pili nasemaje? Ila fihim rihlata shitai wa saif. Si Mwenyezi Mungu kwanza amesema kwenye aya ya kwanza anawapa utulivu watu wa Quraysh, si ndio? Alafu aya ya pili akasemaje? Utulivu yenye itawasaidia kuwalinda kwenye biashara zao wakati wa jua, wakati wa mvua. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu si ndo anatupa utulivu? Sasa mbona hamsemi hiyo? Ama hamjajifundisha? Mmejifundisha, si ndio? Na nani ndo huwa tukikuwa na njaa nani huwa anatupa chakula? Si ni Mungu? Ama na tukiwa na wasiwasi, ukiswali wasikia raha, una amani, nani ndo amefanya tuwe na amani? Mwenyezi Mungu, si ndio? Haya, sasa semeni huko, tuseme maasalam. Tushamaliza somo letu la leo. Tuangalie kamera tukisema nini? Maasalam. Haya tena 1 2 3. Maasalam.